الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تسمع hapa kwa muda fupi mukhtasar inshallah aya katika Qur'ani, aya namba 10 katika sura al-Anbiya. Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi sisi, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Tumeshusha kitabu kwenu fihi dhikrukum, tumetaja sisi dhikrukum. Qur'ani Allah ameshusha sio kusomwa tu, mtakie Muislamu wakati anasoma Qur'ani afanye mzingatio, afala tadabbaruna Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kumzingatia Qur'ani inakuathiri, hii ambayo lengo Allah subhanahu wa ta'ala kushusha Qur'ani hii kwetu sisi. Qur'ani ndugu zangu Waislamu ni mzito. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefukuza watu wa Taif, katoka damu inashuka kutoka kichwani mpaka mguu, amehuzunika, kakimbilia bustani ya mtu mmoja, shamba, kakimbilia ndani, anasali anasoma Qur'ani. Makundi majini ilikuwa inapita barabara njiani, mtume alikuwa hajui. Baadaye Mungu atamhadithia historia hii, yeye hajui mwanzo. Wamesikia Qur'ani hii, wamempenda sana, wasema inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd. Msikia Qur'ani ya ajabu, anaongoza watu katika njia sahihi. Tumeamini Qur'ani hii na hatuwezi kumshirikisha Mungu kuanzia leo. Katika suratu Ahqaf wanasema wa sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmin mundhirin. Wamesikia Qur'an wanasema nyamazeni. Ni tofauti baina Kiarabu as-sukut wal insat. Wenda mtu ananyamaza kitu lakini huko na wewe, lakini insati mtu ananyamaza na uko na wewe, anausikiza kwa makini. Aya inasema kwa sura Ahqaf, hao wanasema baada kusikia Qur'ani wameamini, kama sura al-Jinn Mungu ameweka sawa katika uluhiyya, wameamini, wameacha shirki. Bal mambo hajabaki hapo, wameenda kwa watu wao kumita watu katika dini hapo. Qala ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, tumesikia leo kitabu ya Mungu umeshusha baada nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salam. Lana ulama wanasema kwa nini hajasema baada Isa, لأن Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajaja baada Musa mubashara, bali amekuja baada Isa mubashara alayhi salam jami'an. Kwa nini? Wanasema hawa walikuwa wanaamini dini ya Kiyahudi, Musa hawaamini Kristo, Isa hawaamini Isa alayhi salam. Sio Nasara, walikuwa Wayahudi. Wanasema min baadi Musa. Sasa mumita watu wao katika dini. Maksudi yangu katika aya hii, amesikia Qur'ani, wamempenda, wameamini, hapo wameacha shirki, hapo wameenda kwa watu wao kuingiza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu gani imesababisha hii? Kusikiza Qur'ani kwa makini. Allah katika sura Az-Zumar anasema Qur'ani kama mtu anasoma kwa makini, kwa kuzingatia, taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, mwili ya Muislamu anasimka, thumma talinu, kisha moyo yake itakuwa laini na atakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Katika moja suratu Subhan Mungu anasema watu kama nasikia Qur'ani Allah yakhiruna للأذقان سجدا, wataanguka kifundifundi, sio ndio fundi, wanaanguka kifudifudi, yabkun, wanalia. Usikie maneno Allah subhanahu. Sasa Qur'ani hii taathiri. Sasa leo tunasimama kwa mukhtasar hii aya hii. Mungu anasema laqad anzalna ilaykum kitaban, watu waislamu muumini nyinyi tumeshusha kwenu kitabu, fihi, katika kitabu tumetaja dhikrukum, na Abbas anasema sharafukum, katika kitabu hii umetajwa wewe, yani ufadhila wako, sharafu yako umetaja katika Qur'an. Na wengine Mujahid na wengine anasema fihi dhikrukum ay wasfukum, Qur'ani tumetaja katika sifa zenu katika Qur'ani. Sasa leo nataka tuulize nafsi yangu na nyinyi wote, Qur'ani hii Mungu anasema tumetaja wasafu wetu sisi ndani ya Qur'ani. Je, tutafute wasafu wetu katika Qur'ani hii? Mimi na wewe Qur'ani tumetajwa
na hata watu kafiri kwa Qur'ani imetajwa. Kila mmoja atafute katika Qur'ani imetajwa kwa watu wazuri au watu wabaya. Mungu anasema afala taqilun, je, nyinyi huna akili? Mtu anaitwa Al-Ahnaf ibn Qais. Huyu mtu ni sahabi, kasilimu wakati mtume yupo, lakini hajabahatika kumwona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaweza kumwita sahabi kwa aina hii au unamwita kibaru tabi'in, mkubwa katika wa tabi'in. Ametaja story hii mtu anaitwa Al-Hafidh Muhammad bin Nasruddin Al-Marwazi, na huyu maarufu alim. Ametaja kisa, anasema kisa ni ndefu lakini naweka mukhtasar. Kachukua Qur'ani, amesoma kakuta aya hii ambayo sura Al-Anbiya aya namba 10, ambayo Mungu anasema tumetaja sifa zenu katika Qur'ani hii, ni huna akili? Kasoma, asema acha mimi nilete Qur'ani, nasoma mimi niko Qur'ani imetajwa. Kasoma aya kadha, kasoma aya kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Mukhtasar aya, Mungu anasema watu hao usiku walikuwa usingizi wao ni chache kabisa, wanafanya usiku manane wanafanya istighfar na wanasali kwa ajili ya Mungu, yani wanasali qiyamul layl, sala ya usiku, na katika mali yao wanatoa sadaka katika hii maskini anaomba, na maskini nyingine ambayo yeye hapendi kuomba watu, anaona aibu, lakini yani mali yao wanaomba maskini ambayo anastahiki kabita. Kasoma aya tatajafa junubuhum anil madaji' yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mungu anasema kwa watu upande wao mwili tartafi, haibu katika kitanda usiku manane, manake wao wanakesha kufanya ibada. Na kwa nini wanafanya ibada? Wanaomba Mungu, wanatarajia rehema ya Allah na pepo, na wanaogopa adhabu ya Allah, na mali Allah amempa subhanahu wa ta'ala wanatoa kwa njia sahihi. Kabita aya sutu qad aflaha almu'minun, Mungu amesifu watu katika sahaba radiyallahu anhum, wakati wanatoa mali amempa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomba watu wanastahiki, wakati wanatoa mali hapo wao wanasikia hofu sana. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, wanatoa ile mali Allah amempa, wanaomba watu wanastahiki, wayatima, wajane ila akhirih, lakini wakati hao wanapata hofu kubwa sana. Mpaka Aisha kauliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Allah, hao watu wanatoa sadaka kwa mali yao, wanaomba maskini, alafu hali hapo wanasikia hofu kubwa sana hapo. Hao walikuwa wanaiba, wanakunywa pombe, wanafanya zina, wanafanya nini? Imana wanagopa. Mtume asema hapana, hao wafanye zina wala hajaiba wala hana lolote, lakini wana wasiwasi huenda Mungu hawezi kubali sadaka yao. Leo mtu kama anatoa kitu, anatoa fahari kama yeye katoa, mimi nimefanya hivi, wana tofauti sisi na wao, illa man rahima rabbi. Kabita aya yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, wana usiku wanakesha kufanya ibada ya Allah. Kaendelea Al-Ahnaf ibn Qais radiyallahu anhu, katoa aya alladhina yunfiquna fi sarra'i, watu ambaye wanatoa mali yao katika hali ngumu ni hali nzuri, walkadhimina alqaidha, hasiri yao wanajizuia, wanadhibiti hasiri yao, walafina anil nas, wanamsamehe watu, wallahu yuhibbul muhsinin, Mungu anampenda watu namna hii. Ameenda kusoma tena aya wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa mtu anatanguliza ndugu yake katika mambo khairi, sio kama leo sisi kila kitu nzuri tutaka sisi, khair tutaka sisi, tunahusudiana, tunafitinishana, tunarogana, tunafanya vurugu kwa ajili dunia. Wasahaba Mtume analeta chakula, anamtanguliza ndugu yake. Katika vita moja watu wa sahaba Mtume wengi wamejeruhiwa, wako maututi, wako katika sakaratul maut. Ya moja kaleta maji kama moja, anakufa mtu, ni hali ngumu, mtu anasikia kiu, asema mimi hali yangu nzuri, ameanzia ndugu yangu kule ile yuko hali yake mbaya, ameenda kule kwa sema angalia huyu ya pili, mimi sitaki, mbe ndugu yangu kwanza. Maskini anazunguka, wote wamekufa, hawajapata maji. Ni katika hali sakaratul maut,
kila mmoja anatanguliza ndugu yake katika hali ngumu kabisa. Mtu anasikia chungu ya kifo, anahitaji maji, wao wanatanguliza ndugu yao kuliko, maanake wanaamini ndugu wa imani, thamani wa ndugu wa imani hao ambayo amemlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hao ambayo wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo Allah katika Qur'ani amemsifu, anasema من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. haja badilisha dini ya Allah subhanahu baada Mtume Muhammad kafa, na muumini kweli kweli hao wasabiqun alawwalun min muhajirin wal ansar, hao ambaye Allah subhanahu kamsifu muhajirin wal ansar, hao sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo kama tunadai tunafuata, nitakiwa sisi tufuate njia hao watu ambaye Allah ameamrisha hivi. Katika sura an-Nisa anasema waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yeyote ameenda kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume Muhammad yuko upande, yeye yuko upande, baada haki kujua huyo mtu, kisha amebata njia ambayo sio njia wa muumini wa mwanzo, hajabata njia ya muumini mwanzo, umepita muumini mwanzo nani? Wakati nashuka aya ni sahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hao walikuwa hivi wanapendana. Leo sisi tuko wapi? Tuombe Mungu atusamehe, atumuoneshe haki kama ilivyo, na Mungu atusaidie kufuata ile haki. Manake haki huwezi kujua ni haki mpaka Allah akusaidie ujue haki kama ilivyo, kisha unatakiwa Allah muombe Allah subhanahu wa ta'ala haki ile ufuate. Hii ilikuwa hadithi dua ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asema Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'a. Mungu nimuonesha haki kama ilivyo na nisaidie mimi nimbe nguvu ya kufuata ile haki. Wa arini al-batila batilan, nionyeshe Mola wangu batili, njia ovu kama ilivyo, alafu nisaidie niache. Huwezi kufanya kitu chochote mpaka ombe Mungu msaada, Mungu atakusaidia. Tuzanguni Waislamu, bado katika Al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu anhu kasoma aya ni Allah subhanahu anasema watu wako mbali na dhambi na ithmi na maasi, yajtanibuna kabara al-ithmi wal fawahish, watu muumini ambayo wako mbali na mambo chafu, mambo uzina, mambo riba, mambo ya fitna. Kisha sema kama wao wanakasirika, hum yaghfirun, kama watana hasira wanamsamehe watu. Sisi sifa hii tunayo. Kisha kasoma aya walladhina istajabu li rabbihim wa aqamu as-salata wa amruhum shura bainahum wa razaqnahum yunfiqun, watu ambaye wamejibu, wamekubali, wametikia dini ya Allah na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wamesimamisha sala na mambo yao kule uko baina yao shura, sio dikteta, washauriana, wanasikilizana, na Allah mali ameamba wanatoa kwa njia Allah ameamrisha. Mimi kisa ndefu, rudi katika kitabu utaona, lakini maksudi yangu kasoma ayati hii ambayo ayati mbali mbali, kisha kasemaji qala Allahumma, kasimama lastu minhum ana a'rifu nafsi, hao Mungu wao unamsifu sifa hii, mimi siko nao, mimi namjua nafsi yangu vizuri, mimi sifa hii sina Mungu. Yeye anajitafuta yeye, katika Qur'ani imetajwa wapi? Sio vizuri. Sifa yote sema Mungu, mimi sina sifa hii, mimi najua nafsi yangu. Pamoja yeye shekhi sahabi au tabi'i ana utukufu kuliko sisi, lakini anadhihirisha nafsi yake, anajua Mungu, mimi sifa hii sina. Kaendelea kusoma aya ya anatoa wasfa wa kafiri, ambaye Allah ametoa kafiri wanafanya istihza katika dini ya Allah. wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, kama mtume anamwambia semeni la ilaha illa Allah, anasema wanafanya jauri, wanafanya kibri. Kasoma aya inna la tariku alihatana li sha'ir majnun, wasema taacha dini yetu na dini yetu mila yetu masalamu hao kwa ili huyu Muhammad ni shairi, ni mandazimu tu. Amesoma aya hii ambaye wanafanya yani istihza na dharau wakafiri kwa dini ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabita katika aya masalakum fi saqar, kitu gani nyinyi msababisha uweni ndani ya moto wa saqar? Wanasema sisi lam nakum min almusallin, ilikuwa sio hatusali, ilikuwa tunakadhibisha dini ya Allah, hatuamini siku kiyama, hatumi maskini chakula. Hoya ayati wote ambaye sifa wa kafiri amesoma wote, na kasoma aya wa idha dhukira Allah, kama ametajwa Allah subhanahu wa ta'ala ishma'azzat watu kafiri. Ishma'azzat maana nafarat,
kama unataja Mungu subhanahu wa ta'ala jina lake, na hao kafiri moyo yao inahakasirika, hataki kusikia maneno wa Allah subhanahu wa ta'ala. Samaajid qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, watu ambao haamini siku kiyama moyo yao inashtuka, wanakasirika, hataki kusikia maneno wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada kusoma aya hii, kisha amesema Mungu, alhamdulillah, mimi katika hao sipo, mimi sio kafiri, sijakataa dini ya Allah, naamini siku kiyama, mtume wote naamini, sifa hawa kafiri mimi siko, alhamdulillah. Na kule watu wa muumini sema mimi sipo, najua nafsi yangu mimi sina sifa hii. Kisha amejitafuta yeye yuko wapi, kapata baada kusoma Qur'ani, amengaika huyu Al-Ahnaf ibn Qais radiyallahu anhu, kapita na aya Mungu anasema wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayya asa Allahu an yatuba alayhim inna Allaha ghafurur rahim. Aya hii mjalia yeye asema mimi niko hapa. Mungu anasemaje katika aya hii? Wa akharuna, kwa watu wengine, i'tarafu bidhunubihim, wamekubali dhambi yao, wameasi Mungu, wamekubali, wamekiri dhambi amefanya kwa Mola wao. Khalatu amalan salihan, umechanganya amali wema wanafanya, vitendo wema wanafanya, na wanafanya wengine ambayo sio wema, yani umechanganya, wanafanya vizuri, sehemu nyingine wanaghafilika, wanatereza, wanafanya kumaasi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mungu asema hao wenda Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe dhambi yao. Mungu ni mwenye kusamehe dhambi. Hao wanafanya mcha Mungu, lakini shetani anamvuta na dunia, mwingine anaghafilika, wana maasi Mungu, umechanganya amali nzuri na amali mbaya, lakini wanakubali wamefanya kosa, wanaomba Mungu msamaha, wanajuta. Mungu anasema hao Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe bila shaka, na Mungu ana sifa ya ghafurun rahim. Yeye anasema Mungu niko hapo hapo. Sasa mimi na wewe tutafute sifa zetu katika Qur'ani. Allah katika Qur'ani anasema Mungu anapenda watu wa tauba, na Allah yuhibbu tawabin. Tuwe katika sifa hii. Yuhibbu almuhsinin, anapenda watu wanafanya ihsani. Si Mungu anasema hivi? Allah anapenda watu kumtubu kwake. Sisi mimi na wewe tujitahidi, hatuwezi kufika watu wa mwanzo hao, na sisi sio kafiri, tunaamini dini ya Allah subhanahu na kitabu ya Allah, lakini tumechanganya kweli amali nzuri na nyingine mbaya. Lakini Mungu atujalie watu ambaye Mungu anampenda watu hao. Kina nani? Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutahhirin. Allah anapenda watu anatubu kwake kila mara, na mtu hawezi kutubu ndugu zanguni mpaka yeye amaasi Mungu, ajuu yeye ameghafilika, ametereza, lakini haraka anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu atujalie subhanahu wa ta'ala watu wanafanya wema na nzuri. Katika Qur'ani tutafute mke wako mke wangu wanajistiri au wako uchi. Allah amesifu Qur'ani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibina dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Huko katika sifa hii au huko kinyume? Allah subhanahu katika Qur'ani ameweka wazi watu wanakula riba wanatangaza vita ya Mungu. Je, wewe sifa hii unayo au uko opposite? Utafute wewe mwenyewe, unajua nafsi yako, bali insana ala nafsi basira. Allah ametaja watu wanafanya zina, huko katika hao watu wanasengenya watu, Qur'ani ametaja sifa hii unayo. Watu wanasambaza fitna, mbea kupeleka fitna, maneno hapo wewe upo. Watu wanadai wao wako tu wamekoa, wengine wote wameengamia. Na Allah anasema fadzuku anfusakum wa a'lam biman ittaqa, ustakasa nafsi yako, Mungu anajua nani mcha Mungu kweli. Katika sura Nisa Mungu anasema innal ladhina yuzakuna anfusahum, ingalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watu wanatakasa nafsi yao. Mungu anatakasa mtu yeyote ambaye anataka yeye, wala yudhlamuna fatila. Sasa katika Qur'ani Allah ametaja watu wana kibri. Qur'ani Mungu ametaja sifa zote, ni Qur'ani wote unajua.
Je, sifa hii wewe unayo? Na Allah ametaja vile vile Mtume Muhammad asa sifa zake ilikuwa ni ana huruma kwa watu, ana huruma kwa watu wake, laini kwa watu wake, na watu wote Mtume sio waislamu tu. ولو كنت فظا قليل القلب لانفضوا من حولك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. Sasa jamani, hii ni ndefu sana, lakini mimi lengo wangu, Allah anasema tumeshusha kwenu aya sura al-Anbiya aya namba 10, tumeshusha kwenu kitabu hii tumetaja sifa zenu nyinyi, kila mmoja ajitafute nafsi yake. Kitabu ya Allah umetajwa watu wabaya, umetajwa watu wazuri, umetajwa na watu ambao wamechanganya wazuri na wabaya, lakini wanakubali dhambi yao, wanaomba Mungu amsamehe, umetajwa. Mimi na wewe tuko wapi? Mimi naamini kabisa 100% tuko katika aya ambayo watu yatarafu, watu wamekubali dhambi yao, wamechanganya amali nzuri na nyingine mbaya. Tuombe Mungu atusamehe sisi na zote na wazazi wetu. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.